Wasikilizaji watazamaji, karibu tena kwenye kipindi cha Mungu mwenye nguvu, kipindi ambacho kinaendelea kuwa chini ya udhamini wa Loeva Ministry chini ya uongozi wa Kuhani Elia Abel Haule. Basi tumefika siku ya leo, tupo na makuhani wa Yesu Kristo, Kuhani Esther. Bwana Yesu atukuzwe. Kwa majina naitwa Kuhani Esther Martin. Karibu kwenye kipindi cha Mungu mwenye nguvu. Amina. Tupo na Kuhani Lucy, mama yetu kipenzi cha wengi. Karibu Kuhani. Amina. Bwana Yesu atukuzwe. Ndugu mtazamaji, ninakusalimu kwa jina la Yesu. Karibu kwenye kipindi chetu cha Mungu mwenye nguvu, na Yesu akubariki sana. Amina. Ndugu mtazamaji, tumekuwa na ibada ambayo imekamilika ndani ya dakika chache ambazo zimepita. Makuhani, ibada hii imekuwa ni ya kinabii zaidi. Amina. Kwa kweli ibada ya leo ilikuwa ni ya kinabii, ama kwa lugha nyepesi ni ibada ya matamko. Amen. Leo tutakuwa na kitu ambacho cha kufungua maisha yetu na kutoka katika vita za shetani na waweka chini maadui ambao ni wagumu kwenye maisha yetu. Kuna vita ambazo ni ngumu sana toka umeanza kuomba, lakini bado zimekuwa zikileta vita katika maisha yako. Ukisoma kile kitabu cha Kutoka, wakati Mungu anampa maelekezo Musa ya kuwatoa wana wa Israeli, alimpa maelekezo, akampa na njia, lakini akamweleza kabisa moyo wa Farao utakuwa ni mgumu sana. Lakini ukiuona ugumu wa Farao, usikate nini? Songa mbele. Nitampiga Farao kwa mapigo, na pigo la mwisho lilikuwa la nani? La mzaliwa wa kwanza. Na leo tunaenda kumharibu mzaliwa wa kwanza wa shida anayopitia. Kuhani Elia Abel Haule, Yesu amemtumia kwa ukuu sana, kwa sababu amekuwa akitamka. Baada ya lile neno, Yesu alikuwa anamfunulia moja kwa moja kwa kutamka. Lile neno la unabii anapokutamkia, ninaona mtu ambaye alikata tamaa, Mungu anamuinua na anamtendea na anaonekana kwake. Kwa hiyo ni ibada ya kinabii ama ibada ya matamko. Amina. Ndio. Amina. Kuhani Esther, Musa na Farao, maadui zetu watapigwa mapigo 10. Kwa kweli leo Yesu amejitukuza, Yesu amejifunua kwa ukuu sana, na maadui wamepigwa mapigo 10. Sema yoyote yule anayekuja kinyume na kazi yangu anakutana na pigo la 10, na Yesu aliye mzaliwa wa kwanza katika matatizo yako anapigwa na pigo la 10. Mafarao ambao wanatesa maisha yetu wamepigwa kwa mapigo 10. Hakika Yesu amefanya makubwa kwenye ibada ya siku ya leo, na amejifunua kwa ukubwa sana, na matendo makuu yamefanyika, na uponyaji ulikuwa ni wa hali ya juu, na Roho Mtakatifu amejifunua zaidi. Anasikia, anajibu. Yesu
mtazamaji, kwa wewe ambaye hukuweza kufika siku ya leo, jitahidi sana kufika siku ya Jumapili, maana siku ya Jumapili tuna ibada yenye nguvu, mvua ya baraka. Ni baraka za Mungu kutoka kwake na watu wake wana mahitaji. Mahali pengine maandiko matakatifu anasema kwamba muombeni Bwana mvua ya masika wakati wa masika. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu anaposema itakuwa ni ibada ya mvua ya baraka, ni kweli pale ambapo umetindikiwa yale ambayo yalishindikana kwa muda mrefu, Yesu anaachilia, kwa sababu pia namba 7 ni ukamilifu wa Mungu. Kwa hiyo baraka zako zikamilike mwezi huu. Kwa hiyo karibu sana siku ya Jumapili ili upate kuona matokeo katika ibada ile ya Jumapili. Amina. Ndio. Kwa Nesta, mtazamaji unamwambiaje kuhusu ibada ya Jumapili, mvua ya baraka? Mpenzi mtazamaji, ninakukaribisha kwenye ibada ya Jumapili ya mvua ya baraka. Ni mvua ya baraka, baraka zitamiminika kweli kweli, kwa kuwa Yesu ameachilia mafunuo makubwa kwa mtumishi wake kuhani Elia Abel Haule. Amina. Ndugu mtazamaji, karibu siku ya Jumapili, usipange kukosa. Mwalike ndugu yako, mwalike rafiki yako na jirani, ili wote waje wapate baraka za Yesu Kristo. Siku ya Ijumaa, wewe ambaye unayehitaji kuonana na kuhani Elia Abel Haule, basi muda ni kuanzia saa 1 asubuhi na kuendelea. Amina. Ndugu mtazamaji, tunakusihi siku ya Ijumaa uwahi mapema kuanzia saa 1 uwe umeshafika mahali hapa, ili ya kwamba upate huduma, kwa sababu bado yale mapigo 10 yale yanaendelea ndani ya wiki hii. Maadui zako waliokung'ang'ania muda mrefu wakapate kushughulikiwa vizuri ipasavyo, kwa sababu Farao unajua alikuwa na moyo mgumu. Wako maadui wale wenye wana mioyo ya kung'ang'ania. Anaweza kukung'ang'ania kiasi kwamba mpaka ukakata tamaa, lakini mbele ya madhabahu ya Loeva, kama Yesu alivyompaka mafuta mtumishi wake, njoo siku ya Ijumaa, wale waliotesa maisha yako, yani mafarao, lazima wapigwe. Pigo la mzaliwa wa kwanza wa adui yako, yule adui lazima apigwe. Yule anayezalisha matatizo kwako lazima apigwe. Kwa hiyo wahi na Mungu atakubariki. Na hata jinsi ya kufika mara nyingi tumekuelekeza, lakini hatutachoka kukuelekeza kwa sababu tunakupenda na tunapenda ufiki. Unapotokea mjini, basi unafika kituo cha kushuka ni Kimarasuka. Ukishuka pale kuna bodaboda na bajaji. Kwa yule unayetokea mjini ni upande wako kushoto huo. Lakini kama unatokea Kibaha, unatokea Mbezi mwisho, yani Mbezi stendi ya Magufuli, basi unaposhuka ule upande wa kulia unavuka, unakuja ng'ambo huku, unakutana pale na bajaji ambazo zinakuja Kimara Golani au G9. Hata wale wa bodaboda ukimwambia nipeleke kwa kuhani Elia, anakupeleka haraka na kuleta. Na ni wazuri, wameshajua bodaboda wasuka kwa kweli wana upendo, na watu wa bajaji vile vile tunawapenda, maana wanawafikisha watu ambao wanamhitaji Yesu katika madhabahu hii. Karibu sana na Yesu akubariki. Amina. Ndio. Na pia ndugu mtazamaji, nitakupa namba za mawasiliano. Wewe ambaye unahitaji kupiga simu au kutuma ujumbe wa SMS, basi utaandika namba hizi hapa: 0677 44 20 44. Nitarudia tena, namba hiyo ni ya Tigo, 0677 40 20 44. Tuna namba hii ya Airtel 0685 42 88 38. Namba ya Voda vile vile 0752 49 88 38, au namba ya Airtel nyingine ni 0692 10 88 04. Na pia kuna namba nyingine ya Tigo, ukikosa ile ya kwanza basi piga hii ya pili, itakuwa 0713447381. Namba hizo zinakutosha sana ndugu mtazamaji. Piga kwenye namba yoyote, ukikosa ya kwanza piga ya pili, ukikosa ya pili piga ya tatu, hadi waweze kupatikana wahudumu, utapata majibu. Kwani Esther, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Mpendwa mtazamaji, tunakukaribisha uweze kujiunga katika mitandao yetu ya kijamii. Tunapatikana YouTube kwa jina la Loeva Ministry,
au kuhani Elia, tunakusihi na kukuomba upate kusubscribe, kulike na kucomment, na pia kuweza kushare na watu wengine, pia kwenye mtandao wa Facebook. Hali kadhalika tunapatikana kwa jina la Loeva Ministry na au kuhani Elia. Tunakusihi na kukuomba uzidi kutufollow tuweze kupata followers wengi kupitia mitandao ya kijamii. Ni wengi wanahitaji kuponywa, ni wengi wanahitaji kufunguliwa. Kupitia wewe utakuwa umefanya injili ya kuwafikia watu wengi zaidi. Na pia tunapatikana katika mitandao ya TikTok kwa jina la Loeva Ministry au kuhani Elia. Karibu sana uweze kujiunga pamoja nasi, uweze kuinjilisha injili ya Yesu Kristo. Amina. Kwani Lucy, labda swali tu la uzushi, iko siri kwenye kushare habari za Kristo? Amen. Iko siri. Unajua Yesu akawaambia wanafunzi wake hivi, enendeni ulimwenguni mote mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru. Unapomshirikisha mtu baraka za kumjua Yesu ama kupokea uponyaji kupitia injili ya kweli ya Kristo, lazima ubarikiwe. Ziko baraka. Na kama mbingu huwa zinashangilia kwa mwenye dhambi mmoja anapomgeukia Mungu, vile vile yule aliyekuwa sababu ya yule mtu amgeukie Yesu lazima abarikiwe. Maana anayepokea neno la Mungu na kulipeleka kwa wengine, Yesu akasema kwamba awapokeaye ninyi anipokea na mimi. Kwa hiyo ziko baraka. Hata kama vilifungwa vitu fulani, yule mzaliwa wa kwanza wa kuzalisha shida zako anapigwa wakati yule mwingine anapofunguliwa. Kwa hiyo nao unabarikiwa kwa kufunguliwa pia. Amina. Ndiyo. Amina. Ndugu mtazamaji, tujitahidi kushare ujumbe wa Kristo, mataifa wapate kuokolewa. Kwa kumalizia, tunafikia tamati. Kwa Esther, ongea na mtazamaji kwenda kumalizia. Tunakushukuru mtazamaji kwa kutusikiliza, kwa kuwa pamoja nasi. Endelea kutusikiliza katika kipindi hichi cha Mungu mwenye nguvu. Tutazidi kukuletea vitu vingi zaidi. Mungu anazidi kuachilia mambo makubwa kupitia mtumishi wake kuhani Elia Abel Haule hapa mlima wa ibada Loeva Ministry. Tunakukaribisha uzidi kutusikiliza na kutufuatilia. Amina. Amina. Mama yetu kwa nini? Yaani mimi niseme hivi, ndugu mtazamaji, tunakukaribisha sana. Mungu anaonekana kwa ukuu sana na anajitukuza kwa matendo ya ajabu, na nafikiri wewe ni mmoja wao. Kama vile tukisoma maandiko matakatifu tunaona kina Filipo walipoteremkia kule Samaria wakamhubiri Kristo, matendo makuu yakafanyika, watu wakasikiliza kwa moyo mmoja, wakapokea ufungulivu na wakaponywa. Na wewe Mungu amemweka kuhani Elia Abel Haule kwa kusudi katika kizazi hiki na wakati huu. Njoo usikawie, njoo. Neema ya Mungu ipo kwa ajili yako, muujiza wako upo. Njoo ukamilishwe, njoo Yesu akutendee na ubarikiwe kwa jina la Yesu. Amina. Ndugu mtazamaji, zidi kutembelea mitandao yetu ya jamii YouTube, utapata ujumbe wa kutoka kwa kuhani Elia ambao ni wa kukubariki sana na hata kwa ajili ya kukufungua wewe pamoja na familia yako. Hatuna budi kuhitimisha kipindi hichi kwa majira haya na hadi kipindi kijacho. Mabudu ya Kristo. Bye bye. Amen.